Muliro, msemaji wa polisi wa Tanzania. Kwani who are you? Wewe ni nani? Eti wacha nikwambie. List number 2 baada ya Mama Samia Suluhu kuweko kwa hiyo gari ya kwenda wapi? Ndege ya kwenda ICC. Number 2 ni Komanda Muliro. Komanda Muliro, makosa yako. Wewe umewekwa kusimamia jeshi la polisi. Jeshi la polisi ni halmashauri ambayo imejisimamia na kujitenga. Maana inalinda wenye wako serikalini na inalinda wenye wako nje ya serikali. Ni utumishi kwa wote. Lakini sasa umeacha kazi yako, unaanza kufanya kazi ya uchawa ya Mama Samia Suluhu. Umesahau ya kwamba jeshi la polisi ni kitengo kimejisimamia. Hawafai kuonekana katika wamelalia kwa upinzani ama walalie katika serikali ama walalie wananchi. Sasa hii nilisikia ukiongea mambo ya kitoto sana, nikasingia na wewe ni kama hujasoma. Wakati ambaye IGP ni Inspector General of Police unasimama na kuongea ya kwamba eti hakukuwa na maandamano ndani ya nchi ya Tanzania, hakuna hata mtu mmoja amepigwa risasi, na zile vile tunaona zimetengenezwa na AI na zingine eti ni za Kenya, zingine zimetoka sijui ni wapi. Uko na akili? Uko na akili? Huo uchawa utakuponza. Na wewe umetajwa kwa wale ambao wataandamana na mama kwenda Hague. Maana hauelewi kazi yako, haujui kazi yako. Komanda Muliro, umehusika, wewe ndio unatajwa, wewe ndio unaamurisha akina Mafuele kuteka na kuua watu Tanzania. Komanda Muliro, wewe ndio unasema mbele ya watu ya kwamba tarehe 29 hapakuwa na maandamano ndani ya nchi ya Tanzania. Unasema hakuna hata mtu mmoja ambaye alipigwa risasi. Haya masisi mnafanya ya watu wa wenyewe. Yale masiko mnasika miili ya watu wa wenyewe. Imetoka wapi? Eti mnataka mfiche usaidi. Lakini sasa mtaficha wapi? Mtaficha wapi? Maana eti mkasiba mitandao. Mukakata, nasikia paka sasa hivi tukiongea vyombo vya habari Tanzania haviruhusiwi kuongea juu ya hali halisi ya Tanzania. Yani wawe ni wale ma YouTubers, iwe ni redio ya kibinafsi ama redio ya kitaifa ama TV ya kibinafsi ama TV ya kimataifa, hawaruhusiwi kuongea hali halisi iliyoko Tanzania. Nimesikia sahi mumepiga marufuku redio yoyote ama TV kuongea juu ya mijadala hoja juu ya siasa. Nimesikia mumepiga marufuku hata content creators, watu wakiwa katika YouTube, wakiwa Facebook, wakiwa TikTok, ni marufuku kuongea hoja za siasa ama hali halisi ya Tanzania. Ili kufanya nini? Kuficha usaidi. Lakini mtaficha, hii ni nchi sasa imeenda, sasa tuko digital. Sasa ni kisasi cha digital. Wakati mlifunga mitandao, picha zilitoka si kutoka. Wakati mlifunga mitandao ya kwamba dunia isione chenye kinaendelea ndani ya nchi ya Tanzania, picha zilitoka si kutoka. Si mlikuwa werefu? Mkafunga mitandao, mkafunga mipaka, wasiingie wasitoke. Lakini picha na video chafu za mauaji zilitoka na wapi? Ndio maana intelligence yenu iko chini, hata uchelewi. Paka sasa Komanda Muliro umejiteka mwenyewe. Wewe ulikuwa unafikiria kwamba utateka, lakini sasa wewe umejiteka mwenyewe. Umepatikana katika orodha kwa list ya wenye wataenda ICC. Juu ya nini? Kukua uchawa. Sometimes siku ingine kama Mungu atakuja kukomboa Tanzania, msiweke watu katika viti ya mchunguza masomo yao.
makosa kabisa, makosa ya Watanzania. Wacha kupea watu vyeo ambao hamchui masomo yao. Eti kwa sababu yeye ni rafiki ya fulani, weka hapa. Kwa sababu yeye akona sura, weka hapa. Upumbavu. Kama uchasoma, kuna kitu fulani inaweza kosa kwa kichwa. Maamuzi yako yanakaa ya kiupumbavu. Maandiko yanasema wapumbavu huamini kila kitu. So mtu mwenye ni mpumbavu mmeweka katika kiti, haelewi ya kwamba hichi kiti yako nacho ni cha kasi gani. Haelewi ya kwamba kila kiti, kila cheo kiko na katiba yake. Sasa angalia, afisa wa polisi yeyote, hata kama ni wanajeshi, hawafai kuonekana kama wamelalia mlengo fulani wa kisiasa, ama wamegemea wananchi, ama wamegemea upinzani, ama serikali ya mamlakani. Wao wanakaa katikati, wao ndio wanaunganisha, wao ni kiunganisho hapa na hapa. Sasa wewe umeenda umekaa Uchawa, mmeanza kushirikiana na mama mwenye, sijui kama umesoma masomo yako. Wacha nitaenda nifanye research nione masomo yako umefika wapi. Kama umesoma, sasa msomi, kama umesoma kuweka watu juu ya Uchawa, kama umesoma, inakuaje mnashirikiana na mama mwenye hajasoma kuteka? Inakuaje mnapatana na mama mwenye hajasoma kuumiza watu, na mnaumiza mandugu zenu? Chameni. Yani imagine, naamini kwa watu ambao wamefariki pale, kuna moja ama mbili, lazima kuna relative wa kwako, lazima labda kama mtoto wa mchukuu, ama lazima kuna mtu wa karibu na kwako umeua mwenyewe. Sasa wakati hebu niambie, your relatives wanafanya masiko ya kwamba huyu mtoto wetu amelipiwa risasi na mtu wetu, sijui ni anko, sijui ni pinamu, sijui ni nani, sijui ni semeji, ni Muliro. Ni jina gani wewe unaweka? Wewe ni baba ya mtu, uko na watoto, umeoa Komando Muliro, uko na watoto, uko na mke. Wakati sasa mtoto wako anasikia ya kwamba watu 10,000 wamepiwa marisasi, mwenye amepeana amri ni Komando Muliro, akili yako inakuja nini? Mke wako amesikia watu 10,000 wamekufa, mwenye alikuwa on charge ni nani? Mume wangu Komando Muliro. Eti ndugu yako ndio amesimamia operation ya kuua watu, eti semechi yako ndio amesimamia. Sasa hii ole wako, maana wewe pia ulionywa. Nilisikia siku moja Wachima akiongea chia watu ambao wanafaa kuwa katika uongozi, akasema siku kitu kikitendeka wakati kwa enzi zako, utakumbukwa ya kwamba hata kama utaseeka, kama Mungu atakubali useeke, kama utakufa. Maana tuliona na maandiko ya kwamba yeyote anafanya maovu haendi mahali atakufa ghafla. Kama Mungu atakubali useeke, inapokumbuka ya kwamba enzi fulani wakati kulikuwa, hata kama utakufa, wanao na wachukuu wako wanasikia eti kulikuwa na mtu mwingine pumbafu, alikuwa ni mkuu wa jeshi, msemaji wa polisi, alikuwa wakati wake watu walikuwa wanaua watu na kuwanyonga na kuwateka, na akaua watu 10,000 katika yani katika historia ya Tanzania watu 10,000 wameuawa. Ukiwa wewe ndio uko pale umesimamia pale, ndani yako unasikiaje wakati chini ya ulinzi wako umepewa kazi utetee wananchi wa nchi ya Tanzania? By the way, kama uelewi, kuwa police officer, kuwa afisa wa polisi ni kulinda nchi na wananchi walioko ndani yake, sio kulinda rais, sio kulinda. Wewe umeamurishwa kulinda nchi na kulinda wananchi. Sasa wewe umeenda pale umeanza kulinda mama na kuua wananchi. Umeanza kulinda mama analinda na kuua wananchi. Sasa mkiua wananchi wote, mtaongoza nani? Wewe na mama, na hao wengine kina Kikwete wanawadanganya. Sasa angalia, unajua kuna kitu hamjui. Sasa hivi register ama orodha mmeingia, ni wewe mama wa kwanza ndiye ameingia katika orodha ya magaidi watakaopelekwa ICC. Number 2 ni wewe Komando Muliro. Kikwete yeye aonekani mahali popote kisheria.
Maana Kikwete ni mstaafu, lakini yeye ndio mnamsikiliza. Amewaweka katika hatari kubwa. Yeye na familia yake wako tu, anaitwa yeye ni mstaafu. Hiyo wakati ataitwa apeane ushauri, na hiyo wakati mko ndani. Mtakuwa mko ndani. Yeye anaitwa aliyekuwa rais mstarabu, anakuja tu kistaarabu pale, anapeana ushauri kama msee mstaafu, kama ukiona wakina wasee kama kina Warioba au kama Butiku. Wale ni wasee wastaafu. Wanakula raha yao, wanakula masomo yao. Sasa saa hii Kikwete mwenye anawadanganya nyinyi, anawatia katikati ya moto. Anawasha kibiriti ya kichwa chenu, vichwa vyenu. Yeye ako pale anakula pension yake pole tu. Alafu sasa wenye wameandikwa orodha ya kwenda ICC. Number 1 ni Mama Samia Suluhu. Juu ya nani? Kikwete. Number 2 Komando Muliro chini ya Kikwete. Na bado tunangoja list nyingine. Bado wanaendelea kuangalia nani. Lakini sasa wapumbafu ni nyinyi, mnadanganywa, unasahau kazi yako. Maana ungekuwa umesoma, kuna katiba ya kila kiti, kuna katiba ya kila section. Unasoma na kwamba IGB, Inspector General of Police, kazi yake ni 1 2 3, na inakukataza usiende 1 2 3. Wewe umekaa kama mama alisema ya kwamba katiba ya Tanzania ama tissue, na wewe pia ukaenda katiba ya msemaji mkuu wa polisi, na wewe ukaweka kama tissue. Sasa haifanyi kazi, unatumia kifua. Matumizi ya mamlaka vibaya. Nimekuambia ya kwamba utaleta shida paka kwa wachukuu wako. Wanasema kulikuweko na Komando Muliro ambaye aliua watu. Unajua sasa hivi tunasema mama na Komando Muliro, nyinyi ndio mmepewa inchi. Mulinde wananchi, mulinde na inchi, mulinde mipaka. Alafu mmekula watu. Itakumbukwa miaka yote ya kwamba wakati Mama Samia Suluhu alilazimisha watu, akajipigisha kura mwenyewe, akajibia mwenyewe, akajitakasa mwenyewe, akajitangaza mwenyewe, akajiapisha mwenyewe. Mwenye walikuwa na yeye na msaidia ni Komando Muliro. Jina lako alitakosa pale. Nyinyi ndio mlishirikiana mkaua wakati katika historia. Hata wakati wa vita za wakoloni haijawahi tokea kwamba watu Tanzania wamekufa watu 10,000. Enda katika historia. Hata wakati vita vya Kagera, nakumbuka Kagera, wakati mlipigana Kagera, haijawahi kuwa watu, wakati wa Mwalimu Nyerere, wakati mlipigana Kagera pale, haijawahi tokea watu 10,000 wakufe. Wakati mlipigana na mini dada, tulipigana na mkoloni, lakini watu 10,000 wakakufa. Itakuache wakati sasa hivi tumepata huru, wakati wa 21 century, wakati dunia imepambazuka, wakati watu wamesoma, wakati watu wamechua sheria, eti ndio sasa watu 10,000 wanakufa kwa sababu ya nini? Mama anataka uongozi, utawala kimapafu. Yani afadhali wote wakufe lakini yeye aongoze. Afadhali wote watoke, apaki yeye peke yake na Kikwete na Warabu ndani ya Tanzania. Kumbuka hatuchafurahia. Sisi na Watanzania ni mandugu, ni majirani. Tumeoa Tanzania, Tanzania wameoa kwetu, ni majirani. Lazima tutetee watu wetu. Kumbuka ni mawe yanayoongea kwa niaba ya Watanzania. Like, comment and subscribe.